Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya 12 ya mwaka wa kanisa, na masomo yetu ya leo yanatuambia kwamba tusiwe na wasiwasi, tusiongope wale watu ambao wanaua mwili na hawana uwezo wa kuua mioyo. Tusiongope wale ambao wanatudhulumu, wale ambao wanatuchekelea kwa ajili ya imani yetu, wale ambao wanatuchekelea kwa sababu ya vile unavyofanya vyema katika ndoa yako, vile unavyotunza watoto wako, vile unavyofanya kazi yako. Unaambiwa usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu, mtegemee Mungu kwa sababu ndio ako na uwezo wa kila jambo. Ili neno usiongope imetumika mara 635 katika Biblia, na katika Injili ya leo imetumika mara 3. Na ndiposa tunaambiwa kwamba kama tuko na Mungu tutaweza kusimama imara katika imani yetu. Tutaweza kusimama imara katika mawazo, katika matendo, katika familia na katika sehemu zote ambazo tuko nazo. Ndugu zangu, tusiongope, tusimame imara na tutaweza kushinda kila lililo ovu na kila jaribu. Na ndio tunaona katika wimbo wetu wa mwanzo unatuambia kwamba Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu wa Kristo wake. Mungu ni nguvu yetu katika ovu zako, katika mahangaiko, katika shida. Yeye atakupatia uwezo ili uweze kumaliza hayo yote. Katika somo letu la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura 20 aya 10 hadi 13, inazungumzia kuhusu Yeremia ambaye alitumwa na Mungu kuweza kuwahubiria wana wa Israeli. Alienda kuwaambia kwamba wakikosa kutubu na wakikosa kufuata amri za Mungu wataangamizwa. Na tunaona vile alivyotabiri ndio hivyo kulitendeka. Yerusalemu iliweza kuharibiwa, hekalu likaweza kuvunjwa, na wao wakachukuliwa mateka kule Babiloni. Na wakati ambao Yeremia alikuwa anasema haya, tunaona wengi walimkataa wakiongozwa na huyu kuhani alikuwa anaitwa Kushuhuri. Yeye alikuwa katika mahakama ya mfalme na ndiye alikuwa anaongoza watu waweze kumtesa huyu Yeremia. Lakini tunaona licha ya kwamba aliteswa na kupata mahangaiko mengi, yeye hakughairi, hakuweza kuwa na shaka na Mungu wake. Na ndiposa akasema ya kwamba Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hivyo hao wanioneao watajikwaa, wala hawatashinda. Kwa hivyo huyu Yeremia anajua kwamba akimtegemea Mungu ataweza kushinda. Ndugu zangu, sisi tunapitia magumu. Maisha yetu yanaweza kufananishwa na huyu Yeremia. Tunapata magumu katika maisha, katika imani. Unapata magumu katika ndoa yako, unahangaika katika kazi, katika ugonjwa, watu wanakuchekelea kwa sababu ya yale mema ambayo unayatenda. Lakini sema kama huyu Yeremia kwamba Mungu yupo. Kumbuka Yeremia alisema wale ambao wanahangaishwa ni wale ambao ni wenye haki, ni wale ambao wanamwamini Mungu. Labda umekuwa mwaminifu kwa Mungu, labda kila mara unatenda vile kanisa inavyosema, umekuwa mwaminifu kwa sala, lakini usiseme ya kwamba Mungu amekusahau. Jua Mungu yu pamoja nawe, ako na nguvu, na lile ambalo analifanya ni kubwa zaidi kuliko lile tatizo ambalo uko nalo. Wakati ambao unaona magumu, kumbuka uwezo wa Mungu wa kwamba ni mkubwa kuliko yale majaribu ambayo unayapata. Na katika somo letu la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 hadi 15. Na hii inazungumzia jinsi dhambi ilivyoingia katika ulimwengu. Huyu Paulo anatuambia kwamba dhambi kupitia kwa Adamu wa kwanza iliweza kuingia duniani, na hivyo hivyo adhabu yake ikaweza kuingia. Lakini kwa njia ya Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo tuliweza kupata neema na baraka. Na hivyo Paulo anatumia lugha ya biashara ya kwamba Yesu alikuja duniani ili aweze kutulipia deni la dhambi. Yeye alikuja ili aweze kutuokoa. Sisi hatungeweza kulipa hiyo deni, lakini Yesu akaja
akatulipia deni, na hivyo dhambi haiwezi kulinganishwa na neema za Mungu. Hii ni ishara ya kuonyesha kwamba yale yote ambayo unayapitia, maisha yako, vitu vyote ambavyo unavifanya haziwezi linganishwa na huyu Yesu. Mara nyingi tunaona vitu ambavyo tunaambiwa na watu, labda tunaweza kwenda sehemu zingine ambao tunafundishwa, tunaweza kuenda katika makanisa mengine tunafundishwa vitu vingine, tunaweza enda kupatiwa imani nyingine, lakini jua hakuna imani unaweza linganisha na ile neema ambazo unapatiwa na Mungu. Hakuna kitu cha dunia hii unaweza kulinganisha na zile baraka ambazo Mungu ametumiminia. Ni ishara kuonyesha kwamba Mungu yuko zaidi ya vitu vyote tunavyoviwazia, matendo yote ambayo tunayafanya na yale maisha ambayo tunayaishi. Ndugu zangu, hata tukuwa na shida kubwa namna gani, hizo shida haziwezi kuwa kubwa kuliko yule Mungu ambaye tunamtegemea. Hata uweze kukaa katika familia, ukimwalika Mungu katika familia yako, ataweza kuwainua, ataweza kuwabariki na ataweza kuwaneemesha. Ni mara ngapi ambao umeona kwamba Mungu anakutumia neema ili aweze kukundua katika maisha yako, shida zako? Ni mara ngapi ambao umemwalika huyu Yesu katika yale magumu ambayo unayapitia ili aweze kukuondolea? Ni mara ngapi ambao unaona kwamba Mungu anatosha katika maisha yako? Hizo neema ndio hizo ambazo tunasihitaji. Usikate tamaa katika maisha yako, na Mungu ataweza kuinua. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametulipia deni ya yale magumu tunayoyapitia katika maisha yetu. Na injili yetu leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 10 aya 26 hadi 33. Na Yesu anasema kwamba tusiongope wale wanaoua mwili wasiweze kuwa na mioyo yetu. Anasema kwamba tusifadhaike ama tuongope kitu chochote, kwa sababu yeye ndiye tunapaswa kumwogopa, ambaye anaweza kuangamiza mioyo yetu, anaweza kuangamiza na miili yetu. Tusiongope kutenda mema. Tunajua kuna watu ambao wanatusukuma kila upande. Unaongopa kuzungumza ama kupeana ushuhuda wale mema Mungu amekufanyia katika maisha yako, amekutendea katika ndoa yako. Usikose kutenda mema, usikose kufundisha baraka za Mungu kwa watu wale wengine, usishindwe kuelekeza watu katika njia iliyo njema. Usiongope watu, kwa sababu ukiongopa watu hautaweza kukua. Mara nyingi najua sisi kama Katoliki, hata kuzungumza imani yetu mbele za watu tunaogopa, hata kuombea watu tunashindwa. Lakini leo tunaambiwa kwamba tusiongope, tusifadhaike, tusiwe na hofu, tuko na Mungu. Kwa kweli wewe, nataka kuuliza, ni mara ngapi ambao unangudua ama unahisi ya kwamba uko na Mungu katika maisha yako? Wakati ambao unatembea, kwa kweli unamwamini ya kwamba uko na Mungu? Wakati ambao unasoma, unaamini ya kwamba kweli uko na Mungu? Katika ndoa yako unaamini ya kwamba uko na Mungu? Katika biashara yako unaamini ya kwamba uko na Mungu? Kama hatutakuwa tumekamilika katika matendo na labda tunatumia vitu vingine, ndio hapo tutakuwa na wasiwasi. Na hata katika mahusiano ama katika mazingira tutakuwa na wasiwasi, kwa sababu hatuna ule ujasiri ya kwamba yote tunayatenda kupitia kwa jina la Yesu Kristo na ndani yake. Siku ni ya leo, ndugu zangu, tuweze kuona kwamba tusiwe na shaka. Hata kama tunateseka, tusiwe na shaka. Hata kama tunapitia magumu, tusiwe na shaka. Tumwamini Mungu kama vile huyu nabii Yeremia alivyofanya. Licha ya kwamba alihangaishwa na akaweza kufanyiwa makubwa, akanusurika kifo, na sisi basi, ndugu zangu, tusiwe na wasi, tusiwe na shaka. Mungu yupo katika yale yote ambayo tunayapitia. Mungu yupo katika maisha yetu. Mungu anatupatia uwezo. Mara nyingi unaweza kaa unadhania kesho utaamka ama hauna chakula. Usiwe na wasiwasi, Mungu atakutafutia. Saa zingine umepeleka watoto shule, unadhania hawatasoma, Mungu yupo. Usiwe na wasiwasi, usiongope. Saa zingine watu wanakunenea maneno mabaya, wanakufanyia vituko ambavyo vio vizuri. Usiwe na wasiwasi, Mungu yupo. Muamini tu na wewe uweze kumwengemea, na bila shaka atakuinua katika maisha yako. Ndugu zangu, usiongope. Mungu yu pamoja nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe.
Bwana, tujalie kuliheshimu na kulipenda daima jina lako takatifu, kwa maana huachi kamwe kuongoza wale wanaokutumainia katika maisha yao. Utupatie ujasiri wa kuweza kuishi na kuwa na fahari zako katika maisha yetu. Natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema.